Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Oktoba 27, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC. Mechi namba 26, Fountain Gate 1, Dodoma Jiji 0. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, Shomari Lawi kutoka mkoani Kigoma ameondolewa katika ratiba ya waamuzi wa michezo ya ligi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Katika dakika ya 48, mwamuzi huyo alimuonya kwa kadi ya njano mchezaji Lamela Maneno wa Fountain Gate kabla hajafanya hivyo kwa mara ya pili kwa mchezaji huyo katika dakika ya 89. Kadi ambayo hakuonyesha ishara ya kuifuta, hivyo kutafsiriwa kuwa alimuonya mara mbili kwa kadi za njano na hakumtoa nje kwa kadi nyekundu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 42 ibara ya kwanza 1(6) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Mchezaji Lamela Maneno amefungiwa mchezo mmoja kwa mujibu wa kanuni 41 ibara ya pili 2(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mechi namba 44, Dodoma Jiji dhidi ya Pamba Jiji. Klabu ya Pamba Jiji imepewa ushindi wa mabao 3 na pointi 3, huku klabu ya Dodoma Jiji ikipoteza mchezo tajwa hapo juu kwa kosa la klabu hiyo iliyokuwa mwenyeji kushindwa kuandaa mchezo huo kikamilifu, jambo lililosababisha mchezo kuvurugika kabla ya kuvunjwa kwa mujibu wa kanuni ya 32 ibara ya kwanza ya ligi kuu kuhusu kuvuruga mchezo. Mchezo huo ulilazimika kusimama dakika ya 6, Dodoma Jiji kiongozwa kwa bao 1-0 baada ya taa za uwanja wa Jamhuri kuzimika na klabu hiyo kushindwa kufanya jitihada zozote za kurejesha mwanga uwanjani ili mchezo uendelee. Kutokana na adhabu hiyo na kwa mujibu wa kanuni ya 32 ibara ya 3 ya ligi kuu kuhusu kuvuruga mchezo, bao hilo lilofungwa na mchezaji Beno Ngaso Dodoma Jiji limefutwa, hivyo haitahesabiwa kwenye orodha ya mabao ya mchezaji huyo wala ya klabu ya Dodoma Jiji. Shabiki wa klabu ya Pamba Jiji alijitambulisha kwa jina Damian Malugu amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kutoa lugha za kashfa na shutuma kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari baada ya mchezo tajwa hapo juu kuvunjwa. Shabiki huyo haruhusiwi kuingia uwanjani kwenye mchezo wowote wa shindano lolote lililo chini ya TFF kwa kipindi hicho cha miezi 6. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 40 ibara ya pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Taarifa maalum. Klabu ya Mtibwa Sugar ya mkoani Morogoro imetozwa faini ya jumla ya shilingi milioni 20 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza michezo 4 ya ligi kuu bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi kwa mujibu ya kanuni ya 77 ibara ya 3(1)(2)(3). Michezo ambayo Mtibwa Sugar ilicheza bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi ni mchezo namba 10 Mashujaa dhidi ya Mtibwa Sugar Septemba 21, 2025, mechi namba 19 Mtibwa Sugar dhidi ya Fountain Gate Septemba 28, 2025, mechi namba 28 Mtibwa Sugar dhidi ya Coastal Union Oktoba 19, 2025, na mechi namba 36 Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar Oktoba 22, 2025. Adhabu hii ya faini ya shilingi milioni 5 kwa kila mchezo ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara ya 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Klabu ya TRA United ya mkoani Tabora imetozwa faini ya jumla ya shilingi milioni 15 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza michezo mitatu ya ligi kuu bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77 ibara ya 3(1)(2)(3). Michezo ambayo TRA United ilicheza bila kuwa na kocha mkuu mwenye ujuzi ni mchezo namba 9 TRA United dhidi ya Dodoma Jiji Septemba 20, 2025, mchezo namba 20 Pamba Jiji dhidi ya TRA United Septemba 28, 2025, na mchezo namba 34 TRA United dhidi ya Mashujaa Oktoba 22, 2025. Adhabu hii ya faini ya shilingi milioni 5 kwa kila mchezo ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara ya 19 ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Ligi ya Championship ya NBC. Mechi namba 11 Kagera Sugar 2 Barbarian 1. Klabu ya Kagera Sugar imetozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuchelewa kuwasili uwanjani kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Kagera Sugar ilikuwa nyumbani iliwasili uwanjani saa 8:45 mchana badala ya saa 8:30 mchana, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 15 ya Championship kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu ya kanuni ya 17 ibara ya 62 ya Championship
kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 13, African Sports 1 B19 0. Daktari wa klabu ya African Sports ya Tanga, Mohamed Lukua, amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kumshambulia kwa kumpiga ngumi mchezaji wa klabu ya B19 Ramadhani Omari baada ya kutamatika kwa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 5 ibara ya pili 2.1 ya Championship kuhusu udhibiti kwa makocha na maofisa wengine wa benchi la ufundi.